Mimba yako ina miezi 7 au wiki 28 na tayari umeanza kuona unapata maumivu makali chini ya kitovu au kwenye tumbo sehemu ya chini, na wakati mwingine inawezekana yakawa yanaambatana na kutokwa damu ukeni. Ukiwa na swali hilo, karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya leo. Kama ni mara ya kwanza kuweza kutembelea channel yangu, unaweza subscribe hapo chini uendelee kujifunza kuhusiana na afya mama mjamzito, lakini vile vile na mtoto mchanga. Kuna mmoja mfuatiliaji wangu hapa anaitwa Mwana Hawa, anasema mimi naumwa tumbo chini ya kitovu na mimba yangu miezi 7. Ina maana alikuwa anamaanisha mimba yake na miezi 7 au wiki 28. Na tunaposema kwamba mimba ina miezi 7 au wiki 28, inakuwa tayari imeshavuka kuelekea miezi mitatu ya mwishoni mwa ujauzito. Kuna miezi mitatu ya katikati ambayo mara nyingi huwa inaishia wiki ya 27, lakini vile kuna miezi mitatu ya mwishoni inaanzia wiki 28 mpaka wiki ya 42. Sasa endapo unapata maumivu ya tumbo, inawezekana mimba yako ina wiki 32 na kuendelea, lakini zaidi mimi nitazungumzia wiki ya 28. Sababu kubwa inakuwa ni nini? Sasa kama swali lako ni maumivu tu ya tumbo sehemu ya chini kama huyu Mwana Hawa, ukiachana na wale ambao wanatoka damu, basi kuna mambo mengi sana ambayo yanaweza yakapelekea, tukiachana mambo ya ujauzito. Kwa hiyo kuna mambo ya ujauzito wenyewe, lakini vile vile kuna mambo ya mfumo wa uzazi, kuna mfumo wa chakula, mfumo wa mkojo na changamoto nyingine za misuli au mifupa kwenye maeneo ya nyonga. Sasa tukianza na ujauzito wenyewe, kwa sababu inawezekana ukawa na mahusiano makubwa sana na ujauzito. Jambo la kwanza kabisa, sababu kubwa inaweza kutokana na round ligament. Kuna ligament ambayo inaitwa round ligament ambayo inaweza kupelekea maumivu miezi mitatu ya mwishoni kwa sababu ya mji wa uzazi unakuwa umeongezeka. Tabia ya maumivu haya mara nyingi nimezungumzia kwenye video yangu moja, unaweza kuklik suggestion hapo juu, ila nitaelezea kwa ufupi sana. Maumivu yake yanakuwa ni makali, ya ghafla na kama kitu au wakati mwingine kama kinachoma. Maumivu haya yanatokea pale ambapo mama anakuwa anainuka, labda kwa mfano unainuka lakini vile vile umecheka au ulikuwa unatembea. Unapokuwa umetulia, umeweza kurelax, maumivu hayo unakuwa una. Kwa hiyo ukipiga chafya au ukifanya mjongeo wote wa ghafla, unapata maumivu hayo makali kama kitu kinakata au kinachoma katika maeneo yako ya nyonga au sehemu ya chini ya tumbo. Lakini vile vile inaweza kusababishwa na maumivu mengine ambayo tunaita Braxton Hicks contraction. Yaani maumivu ambayo yanakuja ya kubana na kuachia, kama ambayo mama anakuwa anaelekea au dada anakuwa anaelekea hedhi, au kama ule uchungu wa mwanzo, lakini yenyewe anakuwa hayana ule mfululizo na kuongezeka. Kwa hiyo inaweza haja kwa kipindi fulani mazingira, kwa mfano unakuta umetulia, maumivu haya yanakuepo kipindi labda cha muda fulani, kwa mfano usiku masaa fulani, afu baadaye yanaachia. Na mara nyingi hapa kunakuwa hamna mabadiliko kwenye mlango wa kizazi, wala kunakuwa hakuna maongezeko ya maumivu hayo kadiri muda unavyozidi kwenda. Kwa hiyo yanaweza katokea afu yakaacha kwa muda fulani, na yanakuwa hayana muda maalum, yanaweza katokea muda huu, muda fulani yakaacha. Lakini vile vile sababu nyingine kubwa ambayo wengi huwa wanaamua kuiacha au kuiginoa ni uchungu wa mapema, tunaita preterm labor kitaalamu. Mara nyingi unakuta unapata maumivu ya kubana na kuachia, muda unavyozidi kwenda yale maumivu yanaongezeka na muda wa kujirudia unaongezeka. Kutoka na ute ukeni, lakini vile vile wakati mwingine kunakuwa na mabadiliko kwenye mlango wa kizazi. Kwa hiyo maumivu haya unakuta hata ukitumia dawa tofauti na ile Braxton Hicks contraction, ukitumia dawa au ukipumzika au ukiwa umetulia, baada ya muda fulani yanaacha yenyewe. Hasa hayo unakuta hata ukitumia dawa ya maumivu yanaendelea kuwepo. Ukishaona hivyo ujue kuna changamoto. Lakini maumivu mengine yanaweza kusababishwa, inawezekana chupa ilipasuka, ukapata maambukizi ya vijidudu au vidudu wakatoka ukeni wakapanda kwenda kwenye mji wa uzazi na wakasababisha maambukizi ya vijidudu ambao kitaalamu tunaita chorioamnionitis. Na mara nyingi mama anaweza kuwa anapata homa, maumivu kwenye mji wa uzazi, mapigo ya moyo kwenda mbio na kuchemka mwili. Sasa hii inaweza kuwa imesababishwa, na mara chache sana huwa inatokea endapo kama chupa imepasuka na wadudu wakapanda juu. Kwa hiyo ukiona chupa imepasuka ni vyema kuweza kwenda hospitali. Sababu nyingine inawezekana ni abruptio placenta. Kondo la nyuma limejiachia, labda ulipata ajali, ulidondoka, au limejiachia kwa sababu ulikuwa na pressure kubwa katika kipindi chako cha ujauzito. Hapa utaona utapata maumivu makubwa kwenye mji wa uzazi au sehemu ya chini ya tumbo, na mtu akigusa kwenye mji wa uzazi unapata maumivu makali. Wakati mwingine mapigo ya moyo ya mtoto yanaweza kawa yanaenda mbio, na wewe ukawa unapata changamoto ya mapigo ya moyo kwenda mbio. Wakati mwingine unaweza kutoka damu ukeni kama huyu mwenzetu,
Yeye anaitwa Hanifa, anasema mimi na mimba ya miezi 7 na wiki 2, lakini matone ya damu yalinitoka siku moja tu. Kwa hiyo ukiona unatokwa damu, inawezekana ni siku moja, inaendelea kutoka endelevu. Kama haupati maumivu, inawezekana ni placenta previa, ambao kondo la nyuma linakuwa karibia na mlango wa kizazi. Kwa hiyo unaweza kuwa unatoka damu bila shida yoyote, haupati maumivu, lakini damu nyepesi inatoka kule ukeni kwako, ni vyema kuweza kwenda hospitali kwa ajili ya kufanyia vipimo. Kama unapata maumivu, wakati mwingine mji wa uzazi unaweza kuwa mkubwa, wakati mwingine mtoto anaweza kapunguza kucheza kafariki tumboni, ujue hiyo ni abruptio placenta, unapata maumivu, wakati mwingine damu inaweza sitoke ukeni. Lakini vile vile sababu nyingine inawezekana imesababishwa na sababu nyingine ambazo, kwa mfano kama labda ulikuwa na uvimbe, ulikuwa kwenye mji wa uzazi na kuna mabadiliko fulani yakawa yanatokea, basi utapata maumivu, lakini yanakuwa katika upande fulani ambao ni specific. Sasa tukija kwenye upande wa mfumo wa mkojo, hiyo nilikuwa nazungumzia mambo ya ujauzito wenyewe. Kwenye mfumo wa mkojo, mara nyingi unaweza kuwa na maambukizi ya vijidudu kwenye mfumo wa mkojo. Unajua kuna sehemu ya chini na sehemu ya juu. Kwa kama sehemu ya chini utapata maumivu wakati wa kukojoa, lakini vivyo na dalili nyingine, mkojo kuchoma choma, mkojo kuwa na harufu kali na vitu vingine. Lakini vile vile kama ni sehemu ya juu ambayo tunaita pyelonephritis, hii unaweza kupata homa, ukapata maumivu mpembeni ya tumbo, lakini vile vile ukawa unachemka kama kawaida, na mwisho wa siku ukapata dalili za kutapika, kichefuchefu, na ni vyema uweze kwenda hospitali kwa ajili ya kufanyia vipimo. Yote yanatokea ni sehemu ya tumbo, sehemu ya chini ya tumbo. Lakini vile vile inaweza kusababishwa na mfumo sasa wa chakula. Kwenye mfumo wa mkojo, bila kusahau mawe kwenye figo, unaweza kuwa una changamoto ya kuwa na mawe kwenye figo, unaweza kuwa na maumivu makali sana ya ghafla kama kitu kinachoma, maumivu ni makali sana kupita hata ya uchungu. Lakini kwenye mfumo sasa wa chakula, inawezekana kwa mfano kwa kina mama ambao wanapata changamoto ya kupata choo kigumu, hiyo inaweza kachangia ukawa na maumivu sehemu ya chini ya tumbo. Lakini vile vile kwa wale ambao wanakuwa na maambukizi kwenye mfumo wa chakula ambao tunaita gastroenteritis, hiyo inaweza kapelekea pia changamoto na shida nyingine ambazo zinaweza kutokea, kwa mfano kama kidole tumbo kile kama kimeanza kuvilia, kuvimba au kimekuwa inflamed, ambao tunaita appendicitis, inaweza kusababisha ukapata maumivu sehemu ya tumbo. Mara nyingi inakuwa ni upande wa kulia kwa unapata maumivu makali. Lakini tukija kwenye mfumo wenyewe tu wa uzazi, ukiachana na masuala ya ujauzito ambao tunaita ni gynecological issues, kwa mfano inawezekana ulikuwa na changamoto ya uvimbe kwenye mifuko ya mayai ambao tunaita ovarian cyst ikapasuka, au wakati mwingine ovari yenyewe ikajinyonga ikajiviriga ambao tunaita ovarian torsion, mwisho wa siku kapata maumivu ambayo ni makali sana, na wakati mwingine ikaleta shida katika kipindi chako cha ujauzito. Tukija kwenye issue za misuli na mifupa au nyonga kiujumla, wakati mwingine kuna mabadiliko ya ujauzito ambayo yanaweza yakatokea kutokana na zile hormone ya relaxin, hormone ya progesterone, zinafanya mwili uweze kurelax kwenye nyonga na zile joint za kwenye nyonga, ukapata maumivu kwa sababu tu ya mabadiliko kama hayo. Kwa hiyo utakuta mama anatembea kama anachechemea, lakini wakati mwingine kuna mabadiliko ambayo yanatokea hapa kwenye hii joint ya kwenye pubis, ambayo yanaweza katokea hata mama ambapo anakuwa amejifungua. Kuna wengine wakijifungua anaweza kashindwa kabisa kuweza kutembea, baada ya muda anakaa vizuri, anakuwa hana shida. Kwa hiyo hizo ndio shida ambazo zinaweza katokea kwa mama ambaye ana mimba ya miezi 7 na akapata maumivu sehemu ya chini ya tumbo au kwenye nyonga, wakati mwingine yakachangiwa na kutokwa damu kama na placenta previa au abruptio placenta. Lakini kumbuka, ukiwa na placenta previa au kondo kwa sehemu ya chini, basi utatoka tu damu nyepesi, hautopata maumivu yoyote, na ni vyema uweze kwenda hospitali kwa ajili ya kufanyiwa uchunguzi. Sasa kama ulikuwa na swali kuhusiana na dalili za uchungu wa mwanzoni, sababu inawezekana uchungu wako umeanza kabla mimba haijakomaa, ambao tunaita preterm labor, dalili zipi utakuwa unaziona zinaashiria kwamba sasa huu ni uchungu wa halisia na sio Braxton Hicks contraction wala sio forced labor ambao tunaita ni uchungu wa uongo ambao ni wa mwanzo ambao si halisia? Kama utakuwa na swali hilo, unaweza click suggestion hiyo hapo, utasikiza video kuhusiana na swali hilo. Ukiwa na swali zaidi niulize hapo chini, mimi nitakuwa tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Karibu sana.